Geita tupunge mkono, punga mkono, punga mkono, punga mkono. Geita oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Hamasa oye! Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais na mwenyekiti wa chama taifa, mwaka 2021 hapa Geita, kwa maana ya mkoa huu wa Geita, hali ya upatikanaji wa maji ilikuwa 40%. Viongozi wakuu wakija katika mkoa huu wa Geita, kilio cha kwanza ni maji, kilio cha pili ni maji, kilio cha tatu ni maji. Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais, mkoa huu wa Geita una takribani ya vijiji 489. Katika kipindi chako cha miaka 4 umeipatia fedha Wizara ya Maji bilioni 200 katika mkoa huu wa Geita. Twende tukatatue tatizo la maji. Nataka niwaambie ndugu zangu wana Geita, katika vijiji 489 na kutoka chini ya 40%, nataka niongee kwa ujasiri mkubwa, Daktari Samia Suluhu Hassan sasa inasomeka hapa Geita 75%. Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza Wizara ya Maji katika kipindi chake cha awamu hii anayokwenda, anataka Watanzania waende wakapate maji kwa 100%. Nataka niwaambie mgombea wa kiti cha urais, ukiangalia kulia kuna mlima mkubwa. Hatuwezi kusubiri mpaka miaka 5. Umetupa bilioni 124 hapa Geita tukajenge mradi mkubwa wa kuyatoa maji ya Ziwa Victoria, twende tukalishe mji wa Geita. Mahitaji ya maji katika mji wa Geita ni lita milioni 22. Tenki lile kubwa lilokuwepo pale mlima wa Geita utakwenda kuzalisha maji lita milioni 46. Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapa tutakuwa na maji 100%. Mkandarasi yuko site, sikunufaisha tu mji huu wa Geita, hadi kwa kaka yangu Msukuma anakwenda maji safi na salama. Kwa kupatikana maji kwa 100%, wana Geita mna kazi moja tu. Kazi ya mama wa Geita tarehe 29 ni kupiga kula na kufanya kazi na kumpetipeti baba nyumbani, kwa sababu maji yatakuwa yamepatikana. Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais, wewe ni mwalimu mzuri wa uongozi. Mimi kama kiongozi kijana, yapo mambo mengi ambayo unajifunza kutoka kwako. Moja, ili uwe kiongozi mahiri, ishi maneno yako. Daktari Samia Suluhu Hassan ni kiongozi ambaye anaishi maneno yake. Nakumbuka wakati anaondokewa na kaka yake Daktari John Pombe Magufuli, pale Chato alizungumza maneno yafuatayo: ndugu zangu wana Geita, najua mna huzuni kubwa, mmeondokewa na kaka yangu, lakini dada yenu nipo, sitoiacha Geita, sitaitupa Geita. Nataka niwaambie ndugu zangu wana Geita, Daktari Samia Suluhu Hassan hajaitupa Geita. Geita inawakawaka, Geita inameremeta. Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukenda Chato, umemzawadia kaka yako na wananchi wa Chato. Tuna mradi wa Ziwa Victoria, mradi wa bilioni 39. Na nitia nguvu na nipa moyo kwamba maandiko yanaposema unapotembea na kuzuru wengine usinipite Mwokozi. Daktari Samia Suluhu Hassan ni mwokozi wa kweli katika mkoa huu wa Geita. Baba wa taifa aliwahi kusema, kiongozi hakumbuki kwa cheo, kiongozi anakumbukwa kwa alama ambazo ameziacha kwa maendeleo ya watu wake. Daktari Samia Suluhu Hassan, taifa litakukumbuka kwa alama za maendeleo
ambazo umeziacha katika taifa hili. Sisi kama vijana wako tunakuombea Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi, na tarehe 29 utakwenda kushinda ushindi wa kishindo katika kuhakikisha unaenda kuwaletea maendeleo katika mkoa huu wa Geita na Watanzania. Mwisho, ndugu zangu wa Geita na wana CCM na Watanzania, maandiko yanasema shika sana ulicho nacho, asije mtu akatoa taji lako. Kuwa na kiongozi aina ya Daktari Samia Suluhu Hassan hapatikani kila mahali. Kiongozi aina ya Daktari Samia Suluhu Hassan hapatikani kila wakati. Tumempata, lazima tumtumie kwa maslahi ya Watanzania. Niwaombe ndugu zangu wana Geita na Watanzania, tujipange. Daktari Samia Suluhu Hassan ni mama mahiri shupavu ambaye ameweza kuivusha taifa hili. Tumpe heshima yake. Niwaombe ndugu zangu wana Geita, tarehe 29 kula nyingi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tarehe 29 kula nyingi kwa wabunge wa Chama cha Mapinduzi na kula nyingi kwa madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki sana, wabeja sana.